Karibu kwenye jukwaa la Mwenge wa Kiswahili, nahodha wako Jibril wa Adam. Ahlan wa sahlan wa marhaban, karibu tena mtazamaji wangu. Jina langu ni Mwalimu Jibril Adam. Leo hii tunaendelea katika makala tuliyokuwa tumeanzisha ya fasihi. Leo hii tutaangalia tanzu mbili za fasihi. Tulikuwa tumetaja kwamba fasihi imegawika katika matawi mawili. Moja ama tanzu ya kwanza inaitwa fasihi simulizi, halafu tanzu ya pili inaitwa fasihi andishi. Tutaanza kwa kujadili moja kwa moja kuhusu fasihi simulizi, kisha baadaye tutadondoka na kuzungumzia hiyo ya pili ambayo tumeisema. Kama jina hilo linavyosema kwamba ni fasihi simulizi, neno simulizi inatuashiria ama inatuelezea kwamba ni fasihi ambayo inasimuliwa. Kusimulia ni kusema kwa maneno ambayo kwa Kiingereza wanasema narrate, kunarrate, kutoa masimulizi ama maelezo kwa kupitia mdomo. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba fasihi simulizi ni aina ya fasihi ambayo tungo zake zinawasilishwa kwa njia ya mazungumzo ama kwa njia ya mdomo. Kwa hivyo tunaweza tukapata mifano ya tungo hizi ambazo zinasimuliwa kwa njia ya mdomo, ambazo tumesema ni fasihi simulizi. Moja ambayo inatolewa ama inasimuliwa kwa maneno inaitwa hadithi. Hadithi. Jina lingine ambalo linatumiwa kuelezea hadithi ni ngano. Kwa hivyo hadithi ni masimulizi ya kinathari ambayo yanasimuliwa na mtu kwa njia ya ubunifu mkubwa sana. Kuna aina tofauti tofauti za hadithi ambazo tutajifunza pia, kama vile mighani, kuna hadithi za visa asili, na kuna hadithi za wanyama ambao wana sifa za binadamu zinaitwa hurafa. Alafu kuna hadithi ambazo zina mhusika mmoja mjanja kabisa kushinda wengine, ambao anatumia ujanja wake kuwaumiza ama kuwalaghai wale ambao si wajanja kabisa. Hadithi hizo zinaitwa hekaya. Kwa hivyo kuna utanzu mmoja wa fasihi simulizi ambao unaitwa hadithi, kisha baadaye kuna utanzu mwingine unaitwa semi. Semi ama misemo ni kauli fupi za kisanaa ambazo huwa na mafunzo na maana ambazo zimefichika kidogo ndani yake. Baadhi ya mifano ya semi za Kiswahili ni kama vile methali, vitendawili, nahau, istiara, tashbihi na chuku, na baadhi ya mifano mingine ambayo pengine unaweza ukajitafutia ama ukaitaja. Kwa hivyo hiyo ni semi. Alafu tatu, kuna utanzu wa fasihi simulizi ambao unaitwa ushairi simulizi. Sasa kumbuka, kuna ushairi andishi ambao unaandikwa na kuna ushairi simulizi ambao mtu husimulia shairi moja kwa moja. Kwa hivyo huu unakuwa mfano wa ushairi simulizi. Huu ni utanzu ambao unajumuisha tungo zenye mapigo ya kimziki na huwa zina hadhi fulani katika kule kuimba, kama vile nyimbo, lakini ni shairi. Alafu kuna maigizo ambayo ni mazungumzo ambayo yanaambatana na matendo yanayowasilishwa mbele ya watu. Kuna vichekesho ni mfano wa maigizo, kuna michezo ya watoto, kuna majigambo, kuna ngonjera, kuna mawaidha na miviga. Kwa hivyo hiyo inakuwa mifano ya tanzu za fasihi simulizi. Sasa tuangalie sifa zake. Fasihi simulizi ina sifa gani? Utajuaje hii ni fasihi simulizi? Moja, huwa ina sifa ya kusahaulika kwa haraka sana, kwa sababu ni kitu ambacho hakijaandikwa chini, mtu anakiweka kwenye akili, huwa inasahulika kwa urahisi, kwani hakuna kumbukumbu ya kutegemewa ambayo imehifadhiwa. Hiyo ni sifa yake ya kwanza. Kwa hivyo moja ni kwamba inahifadhiwa kwenye akili, lakini inaweza ikasahulika kwa haraka. Sifa yake ya pili ni kwamba ina hadhira pana.
hadhira yake ni kubwa, watu wengi sana wanaijua na inapokelewa kwa njia isiyokuwa ya kusoma. Kwa hivyo mtu ambaye anajua kusoma anajua kutoa hadithi ama anajua hadithi. Hata yule ambaye hajui kusoma anajua kulingana na jamii yake ilivyokuwa, kwa sababu inaweza kuwa imehifadhiwa katika lugha ya mama ama lugha ya kwanza. Kwa hivyo unapata hadhira yake ni kubwa sana. Huwa na wahusika wa aina mbalimbali. Fasihi simulizi huwa na wahusika mbalimbali. Kwa mfano inaweza ikawa na wahusika watu, wahusika mazimwi, wahusika miungu na vitu vingine ambavyo havina uhai. Alafu sifa nyingine ya fasihi simulizi ni kwamba mwasilishaji anaweza kuwa mojawapo ya wahusika. Anaweza kuwa anawasilisha na pia anajumuika katika utekelezaji wa vitendo. Alafu pia tunaweza tukasema sifa yake nyingine kubwa ni kwamba haimilikiwi na mtu yeyote. Hakuna mtu anaweza akasema hadithi hii ni yangu, wimbo huu ni wangu. Huwa ni mali ya jamii. Huwa ni mali ya jamii. Kwa hivyo tunapata kwamba moja ya sifa yake ni kwamba haisahauliki kwa urahisi, husahaulika kwa urahisi, na pia ina hadhira pana na ina wahusika wa aina mbalimbali, na pia mwasilishaji anaweza kuwa miongoni mwa wahusika, na pia ni mali ya jamii. Naposema mali ya jamii, na maana kwamba mtu yoyote anaweza akasema ni yake, wala hakuna mtu anaweza akasema kwamba hii ni yangu. Kwa hivyo mtu mwingine hawezi akasema. Wimbo unamilikiwa na jamii. Kwa hivyo hizo zitakuwa sifa zake. Katika kurejelea sasa, pengine nikikuuliza tanzu za fasihi, utanitajia tanzu zipi? Haya, niandikie pale chini tuweze kuona kama unazikumbuka tanzu za fasihi zile ambazo tulikuwa tumezitaja. Na pia kwa kukuuliza kwa kumalizia, je, unakumbuka sifa zozote za fasihi simulizi? Haya, nitajie 4 peke yake katika zile ambazo nimekutajia. Kumbuka tunaendelea na makala yetu, zidi kutufuatilia ili tuweze kufunzana moja na jingine. Jina langu ni Mwalimu Jibril Adam. Shukran sana.